Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi endelee. Mbele yenu ni vijana wazalendo wa Kitanzania, na sio wazalendo tu, vijana wasomi ambao mimi kwa majina naitwa Elisha Mjela, lakini niko na vijana wenzangu wasomi na wazalendo pia ambao wataenda kujitambulisha kwa majina. Karibu. Kwa majina naitwa Henry Komba. Mimi ninaitwa Julius Magina Nyasa, ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu Mzumbe, lakini pia ni mzalendo na Mtanzania pia. Kwa majina naitwa Eunice Matias Mhiche, ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu Mzumbe, mwanafunzi wa sheria daki ya Mbeya. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kazi endelee. Kwa majina naitwa Alex Mwakimagi, ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Katoliki Mbeya. Asante sana. Kama mlivyosikia wazalendo wenzangu wamejitambulisha hapo awali kwamba sisi ni wazalendo. Tuko mbele yenu kuzungumza, na sio kuzungumza tu kuzungumza, bali kwa nini? Kwa hoja, kutokana na swala ambalo linaendelea mtandaoni, hususan vijana wachache wa Kenya ambao pengine hawajitambui, lakini pia hawana elimu, ambao wanatutukania rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kipenzi chetu Mama Samia Suluhu Hassan. Nianze kwa kusema kwanza, tumesikitika na kauli yao ya kututukania rais, matusi yao ya kumtukana rais, matusi ya nguo. Tumesikitika sana, na ndio maana tumekuja mbele yenu kwa lengo la kutaka kukemea, sio kukemea tu, kukemea vikali kama vijana wazalendo wa Kitanzania, lakini pia wasomi. Hatuzungumzi tu, tunataka tuambie kabisa vijana wa Kenya kwamba sisi kama Watanzania hatuzungumzi, bali tunazungumza kwa hoja. Nitaanza kusema au kukemea. Tumesikia kauli ya Wakenya wakizungumza kwamba rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hakuchaguliwa. Sio kweli ndugu zangu. Nafikiri nyinyi ni mashahidi. Kila nchi ina sheria zake na kila nchi ina taratibu zake. Kwa mujibu wa sheria zetu au taratibu zetu, sisi tunamsimamisha rais, tunamsimamisha makamu, kwa maana kwamba mgombea mwenza, lakini pia mbele ya hayo majina inakuwepo nembo ya chama, ambapo basi ukienda kuchagua pale unapiga tiki kwa mgombea urais, unapiga tiki kwa mgombea mwenza, lakini pia unamalizia kwa kugombea chama ambacho anakigombea, kwa maana kwamba chama ambacho kimempa ridhaa ya kugombea. Ndugu zangu, sio kweli kwamba rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hakuchaguliwa, bali rais wa Jamhuri ya Muungano alichaguliwa, na kama nilivyosema pale awali, tutaenda kumlinda rais wetu kwa wivu mkubwa sana, kwa sababu ni mwanamke wa kwanza katika historia yetu ya Tanzania, ni mwanamke wa kwanza kuwa rais. Sisi Samia amefanya mambo makubwa sana ambao ndugu zangu tukianza kuzungumza hapa hatuwezi kuyamaliza leo. Ni clarify hili kwamba rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alichaguliwa, bali sio kama ambavyo wao wanafanyaje, wanadai. Ndugu zangu, kama nilivyosema pale awali kwamba kila nchi ina taratibu zake, kila nchi ina sheria zake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekuwa rais kwa mujibu wa sheria, kwa sababu sheria zetu zinasema pale ambapo rais akafariki akiwa madarakani, basi ambaye alikuwa ni mgombea mwenza, kwa maana makamu wa rais, basi ndiye ambaye anakwenda kushika hiyo nini, hiyo nyadhifa. Nataka niwaambie wa Kenya, 2025 hii mwezi wa 10 tunaelekea kwenye mambo ya uchaguzi, wataona. Nafikiri Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ataenda kubeba kula ambazo hajawahi kutokea. Kwa nini? Ni kwa sababu ya mambo makubwa ambayo amefanyaje, ameyafanya. Amefanya mambo makubwa sana kwenye masuala ya kiuchumi. Amefanya mambo makubwa sana kwenye mambo ya tamaduni. Amefanya mambo makubwa sana kwenye mambo ya michezo, ambapo vijana wenzangu, wazalendo wenzangu, kila mmoja basi tutaenda kuzungumza kwa hoja. Yote hii ni kutokana na misingi ambayo sisi kama Watanzania au vijana wa Kitanzania tumelelewa. Basi ndugu zangu, kama nilivyosema kwamba tutaenda kujibu kwa hoja na tutaenda kugusa nyanja tofauti tofauti. Tutaenda kugusa nyanja ya uchumi. Ni namna gani Tanzania na Kenya tunahusiana au tuna mahusiano mazuri kwenye masuala ya kiuchumi. Ni namna gani Tanzania na Kenya tuna mahusiano kwenye mambo ya michezo na mambo wa kaza. Kwa hiyo nikukaribishe mzalendo mwenzangu, kijana mwenzangu, msomi mwenzangu,
uweze kuzungumza hususani kwenye mambo ya utamaduni. Karibu sana. Mimi nitajikita kuzungumzia swala la utamaduni na maadili. Wenzetu wa Kenya inaonekana kabisa hawajafundwa. Sisi kwa utamaduni wetu wa Kitanzania tumefundwa na tumefundishwa maadili yalivyo. Mwenye akili timamu ambaye ana uwezo wa kwenda kukashifu serikali yake na kutukana viongozi, iwe ni viongozi wa chama, viongozi wa serikali ndani ya nchi yetu, viongozi wa serikali ndani ya East Africa, pamoja na viongozi wa Kenya. Hivyo nitoe wito kwa Watanzania wenzangu ambao ni viongozi lakini pia wengine ni vijana wazalendo. Tutawalinda viongozi kwa wivu mkubwa. Huwezi ukatoka huko na kauli zako za kuwatukana viongozi. Kwa maadili yetu ya Kitanzania, hilo ni kosa. Ni kosa kubwa, kwa sababu kila nchi ina misingi yake, ina utaratibu wake, ina utamaduni wake. Tuna utamaduni wetu. Na utamaduni wetu ni kuheshimu. Na heshima ndiyo inayotupa wadhifa mkubwa kila wakati. Hivyo nitoe kauli kwa Wakenya, hili jambo halifai kabisa na haitakiwi kabisa. Je, wao wamesikia sisi tumewahi kumtukana rais wao Ruto? Tunamheshimu Rais Ruto, ni mheshimiwa rais kama alivyo mheshimiwa rais Mama Samia Suluhu Hassan. Tunaheshimu viongozi wetu wa Afrika Mashariki kwa sababu ndio wanaotupa dira nzuri ya kuongoza maisha yetu katika hali ya nchi zetu. Serikali yetu ya Tanzania imefanya mambo mengi sana katika masuala haya ya utamaduni. Cha kwanza kikubwa, tunajali utamaduni wa nchi zote za East Africa, za Afrika na dunia nzima. Hapa tu tulipo, ukiangalia tuna bendera ambazo zimetuzunguka, sio Tanzania pekee, ambazo zinaonesha kwamba ni namna gani tunatambua utamaduni wa kila nchi ambayo inatuzunguka, ikiwemo nchi kama Kenya hiyo ambapo tunatambua uongozi wao, tunatambua uhusika wao na sheria zao zinavyoongoza, kama tu sisi ilivyo kwetu nchini Tanzania. Jambo lao, namna yao ya kumtukana rais wetu, namna wanavyoangalia taifa letu, namna wanavyoangalia matendo ambayo nchi yetu inatenda na kuyachukulia katika muundo ambao si sahihi, ni kuvunja tamaduni za nchi yetu, sheria za nchi yetu na maadili yanayotuongoza sisi. Wanamkashifu rais wetu, wanakashifu matendo yetu, uchumi, lakini wanasahau kwamba nchi yao, watu wao wapo ndani ya taifa letu, wanazunguka kwa amani, wanafanya shughuli zao za kiuchumi, wanaajiliwa, lakini pia wana watu wao ambao wanaishi humu na wanakuwa wanatoka Tanzania wanarudi Kenya bila kubugudhiwa, bila kuvunjiwa amani yao, bila kuvunjiwa utamaduni au uharithia wao walionao wanaotoka nao Kenya na kuingia nao Tanzania. Hilo ni kutudharau na kutushushia hadhi, ambapo hicho kitu sisi hatukifanyi. Na hiyo wanajionesha kwamba wao si watu ambao unaweza kusema watu ambao wanaweza kawa na uzalendo kwa nchi binafsi, kwa nchi yao kukuja kwenye nchi zinazowazunguka, kama sisi tunavyokuwa tunaiangalia nchi yao. Tumeheshimu uongozi wao, na ndio maana mwenzangu aliyepita amesema hatumtukani kiongozi wao, na ni sahihi. Hamna Mtanzania anayeonekana akisimama akidhihaki nchi yao, akitukana viongozi wao wala matendo yao, ambapo hilo sio jambo ambalo sisi tunalifanya. Tunaheshimu hivyo vitu. Ukiangalia tukija kwenye nyanja mbalimbali ambazo zinazofanya wao wakaja kwetu, wametusogelea. Kuna michezo ambapo ukiangalia kuna wachezaji wao wanatoka Kenya wamekuja Tanzania. Wamekuja Tanzania wanacheza kwa amani, wanalipwa, lakini bado wanatoka na kurudi na kuendelea kuishi. Hakuna Mtanzania ambaye anaibuka na kumwambia kwamba arudi Tanzania, au akamtukana, kumdharau au kumletea matusi ya nguoni ambayo si tamaduni ya Kitanzania. Kwa kama Wakenya mnaidharau nchi yetu na mnakosea, na ni jambo ambalo inatakiwa mrudishe kinywa chenu nyuma, mkanushe maneno yenu ambapo si sahihi.
kwa nchi ambayo ni ya amani na udharendo wakati wote, alafu mnailetea kauli za kashfa. Sio jambo sahihi. Ingekuwa kwamba tunafanya hivyo tungesema ni wakosaji, lakini si tamaduni yetu, si uhusika wetu. Hiyo ni kuidharau taifa la Tanzania, na mimi kama kijana mzalendo ninaikataa kwa nguvu zote, na ninasema pia kama kijana msomi kwamba hamtumii usomi katika kuendesha masuala ya kutambua kwamba lipi ni sahihi na lipi si sahihi. Ni kutambua tu. Mngetumia hoja za msingi kuliangalia kwamba taifa letu linafanya makosa, lakini hakuna kitu kama hicho. Kwa ninakemea kwa nguvu na ninalikataa kwamba si jambo la haki na wala jambo linalofaa. Mnenaji, kama ulivyonena, je, nini rai yako sasa kwa vijana wa Kenya ambao wameonekana wakiropoka? Kwa sababu hatuwezi kusema wanazungumza, hawazungumzi, kwa sababu mzungumzaji siku zote ni lazima uzungumze kwa hoja au kwa fact, lakini wao wameonekana wanaropoka kwa sababu wanavisema vitu ambavyo ni negativity kama ulivyozungumza. Sasa je, nini rai yako kwa hawa vijana wa Kenya ambao wanaonekana wanaropoka? Rai yangu mimi binafsi ni kuambia kwamba watulie, wajifunze kwa kuangalia kwanza nchi yetu jinsi inavyoendeshwa. Nchi yetu inaendeshwa katika masuala ya kimsingi na kisheria, kwenye masuala ya kisiasa, kwenye masuala ya uchumi, utamaduni, menendo yote. Ukiangalia tuna wapinzani wapo, lakini hawaitukani serikali. Ukiangalia tuna raia wanazijua haki zao na sheria zinazoongoza na zinazowapa uhuru. Katiba yetu imetupa uhuru wa kuongea, imetupa uhuru wa kuzunguka na kufanya vyote, lakini haionyeshi kwamba sisi tukifanya hivyo. Kwa wajifunze kupitia sisi kwamba waende katika tamaduni na sheria za nchi, kwamba inabidi kufuata misingi ya kuishi kwa amani na kutambua kwamba kama wanataka kujaji kitu basi wajaji kwa hoja, waje na hoja za msingi, sio kuingia kwenye media na kuanza kumtukana mtu, kuanza kumtukana mheshimiwa wetu rais kwamba anafanya vitu ambavyo havifai, wakati hawatambui ni kipi ambacho kinafanya serikali yetu ikaendelea kwenda. Tungekuwa hatuna hii misingi, hatuna sheria, tungesikufika hapa tulipo. Asante sana ndugu mchangiaji. Niseme Wakenya wamekusikia na bila shaka itawafikia, kwa sababu umezungumza kwa hoja, sio hoja tu, hoja kuntu. Nafikiri hili wamelisikia, lakini pia kuna funzo la kujifunza kutoka kwa sisi vijana wa Kitanzania wazalendo, lakini wasomi wa nini wa Kitanzania. Basi nimkaribishe mnenaji mwingine ambaye nafikiri ataenda kuzungumza kwenye masuala ya kaza wa kaza, hususan kwenye mambo ya uchumi. Karibu sana. Asante sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Asante sana. Nami pia naomba nipende kuungana na vijana wenzangu wa Kitanzania, vijana wazalendo, vijana wasomi, vijana tunaozungumza kwa hoja. Mimi sitakuwa mbali na mnenaji wa kwanza. Kipekee kabisa kwanza nipende kukanusha na kukataa madai ambayo Wakenya wanayasema juu ya taifa letu Tanzania kwamba ni taifa ambalo halijaendelea kiuchumi ama lina msingi mbovu wa kiuchumi. Mimi naomba nizungumze na nijikite sana katika swala la biashara. Tukianza kuangalia katika swala la kibiashara, Tanzania na Kenya ni nchi ambazo zina mahusiano mazuri, ambazo zina interaction katika masuala ya biashara, na tukiangalia Kenya ni moja kati ya nchi ambazo zinafanya uwekezaji kwenye taifa letu. Lakini pia na sisi vile vile tuna interaction na wao katika masuala ya kibiashara. Tukiangalia mikoa ya Tanga, mikoa ya Kilimanjaro, lakini pia mikoa ya Kenya, Migori na Kajiado, ni mikoa ambazo zinafanya interaction kubwa sana katika masuala ya nini ya kibiashara. Hii inapelekea kuweza kukuza pato la taifa letu kiuchumi, lakini pia na wao. Kwa hiyo wanapokuja kutoa kauli na kusema kwamba ni taifa ambalo liko nyuma kiuchumi, hii inakuwa si sahihi. Tukiangalia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan amepiga hatua kubwa sana katika maendeleo ya kiuchumi. Tukiangalia katika swala la miundombinu, Tanzania ni moja kati ya nchi moja bora sana Afrika Mashariki ambayo ina standard rail gauge. Rail ambayo tukiangalia katika taifa letu la Tanzania inaongeza kipato katika hali ya juu sana. Kwa hiyo
mimi katika madai haya naomba nikanushe kauli zao, lakini pia mimi binafsi kama mzalendo wa taifa letu nimpongeze Mheshimiwa Rais. Kama hajawahi kusikia Watanzania tunampongeza, basi asikie kwamba tunampongeza kwa sababu anapiga kazi, anachapa kazi na ni mama wa kwanza kuliongoza taifa Tanzania. Kwa hiyo katika juhudi zote ambazo amezifanya, mimi naweza nikasema kwamba ni moja kati ya viongozi bora ambao wamewahi kuliongoza taifa letu. Kwa hiyo wanapotoa kauli za kumtukana Mheshimiwa Rais wanakosea. Kwa hiyo mimi rai yangu kwao, kitu ambacho naweza nikakisema ni kwamba wazingatie kanuni, wazingatie taratibu za kuweza kufanya nini, kuweza kuzungumza na si kutoa maneno na si kuzungumza ovyo ovyo, bali waje wakiwa na hoja, waje wakiwa hakika wamejiandaa kuweza kuzungumza ama kuweza kutoa kauli ambazo zikiwa ni kuntu na ambazo zinakubalika katika jamii. Mimi moderator ya kwangu ni hayo machache. Asante. Asante mzalendo mwenzangu, umezungumza vyema kabisa na nafikiri Wakenya pia wamekusikia. Umezungumzia ukaribu wa baadhi ya mikoa, ambao kuna baadhi ya mikoa iko Tanzania ina ukaribu na Kenya, lakini pia kuna baadhi ya mikoa iko Kenya ina ukaribu na Tanzania. Nataka uambie Wakenya, nataka uambie tu kwamba kwa sababu wewe ni msomi uclarify ni namna gani Wakenya ni namna gani Wakenya ambao wanapatikana mpakani mwa Tanzania wanafaidika na huu usalama au wanafaidika na uwepo wa Daktari Samia Suluhu Hassan hususan kwenye mambo ya uchumi. Karibu. Asante. Mimi naweza nikasema kwamba iko faida moja kubwa ambayo Wakenya walioko mipakani wanaipata kutoka kwa taifa letu Tanzania. Moja, naomba nizungumzie katika usalama wa biashara zao. Taifa la Tanzania ni moja kati ya taifa ambalo lina amani, lakini pia watu wake ni wazalendo. Tumekuwa tukiangalia, siwezi nikasema vibaya mataifa mengine, lakini tumekuwa tukiona watu hawana usalama wa kibiashara, wafanya biashara zao, hawana amani kuishi katika mataifa. Lakini moja kati ya faida ambayo Wakenya wanaipata kutoka kwenye taifa letu ni usalama wa kibiashara. Wanafanya biashara zao kwa amani, lakini pia wanajipatia kipato na uchumi wao. Shukrani. Umezungumzia amani ndugu mnenaji. Umezungumza kwa habari ya amani. Tumeona sisi Tanzania sio kama Kenya. Nafikiri hata nyinyi ni mashahidi, nyinyi vijana wasomi, lakini pia vijana wenzangu, kwa sababu asilimia kubwa tumeona nchi ya Kenya kuna maandamano ya hapa na pale, lakini hujawahi kusikia iko kitu Tanzania. Naomba hebu wafundishe kidogo, hebu waelekeze kidogo wa Kenya kuhusiana na amani. Tunapozungumzia amani, tunazungumzia kitu gani? Asante ndugu moderator. Ndugu wa Kenya, sisi kama taifa la Tanzania ama kama vijana wazalendo wa Kitanzania, tunapokuja kuzungumzia amani, tunazungumzia swala la utulivu. Moja katika utulivu kwanza, moja wa kisiasa, lakini pia ushirikiano mzuri ambao sisi kama vijana wa taifa la Tanzania ama kama Watanzania tunao. Sisi sio vijana ambao tunaongozwa na mihemko, ni vijana ambao tunaongozwa na taratibu kwanza moja za taifa letu. Lakini pia ni vijana ambao tunaongozwa na taratibu, lakini ni vijana ambao tunaongozwa na hoja za kisomo. Kwa hiyo tunapozungumzia swala la amani, ndugu wa Kenya, moja kwanza ni ombe tusipende sana kuzitumia social media kutoa maneno machafu ama kuweza kutamka maneno ambayo yasiokuwa na nidhamu. Kwa hiyo mimi niombe kwa upande wa vijana wa Kenya tutumie social media zetu vizuri kwa kuja na hoja ambazo ni kuntu, lakini pia hoja ambazo zimelenga katika kuleta amani na utulivu. Asante sana. Shukrani sana ndugu mnenaji, tumekusikia, lakini pia naamini hata Wakenya pia wamekusikia. Sasa ndugu zangu, kama tulivyokuwa tumejitambulisha pale awali kwamba sisi ni wazalendo. Sasa katika uzalendo hamwezi mkawa wazalendo tu mko vijana watupu, sio? Na ndio maana humu ndani pia tuko na mwakilishi kundi la kina mama ambaye nafikiri pia ataenda kuzungumza, sio kuzungumza tu, ataenda kuzungumza kwa hoja. Ni namna gani sisi kama Watanzania tunaishi katika misingi yetu, lakini namna gani sisi kama Watanzania tunashirikiana na Wakenya. Karibu sana. Naam. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi. Kwanza
Kwanza sijapendezwa na shutuma ambazo zinatoka kwa Wakenya kuhusiana na rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan na matukano ambayo yanaendelea katika mtandao wa kijamii. Watanzania tumelelewa katika maadili au tunaishi katika maadili ambayo hayahusishi sana mambo ya matumizi ya matusi. Pia tukirejelea vitabu vya dini, hakuna dini ambayo inachochea kutukana viongozi. Maandiko mbalimbali yanaongelea kwamba heshimuni mamlaka iliyopo. Kwa sisi tunaheshimu mamlaka ambayo ipo. Hatuwezi kutukana maraisi, viongozi wote, hata mwenyekiti wa kijiji hatuwezi kumtukana. Kwa hiyo kwa kurejelea mambo hayo, mimi natoa rai au wito kwa Wakenya, kwa wanawake na wanaume, kwamba si vizuri kutukana viongozi kwa taifa lolote lile, kwa Tanzania au kwa Kenya. Tunatakiwa tuheshimu mamlaka ambayo ipo. Pia nikirejelea kuhusu swala la uchumi, mama yetu mzuri Rais Samia Suluhu Hassan amekuwa mwekezaji mkubwa kutoka mataifa mengine. Mfano hiyo Kenya, kuna wawekezaji wapo wanatoka Kenya na kuja Tanzania, wanawekeza katika mambo ya utalii, wanawekeza katika biashara mbalimbali. Mfano sasa hivi hapa Mbeya kuna kilimo cha maparachichi. Wakenya wanatoka na kuja kuchukua maparachichi na kutengeneza mafuta. Tanzania tunatoka tunaenda Kenya kufuata malighafi mbalimbali. Kwa hiyo kuna uhusiano ambao unaendelea mzuri ambao ni tofauti na Kenya wanavyochukulia Tanzania. Tanzania tunachukulia ni nchi ya amani, wala hatupendi mambo ya migogoro na nchi zingine. Tunapenda uheshima kwa viongozi na amani muda wote. Kwa mimi natoa rai kwa wanawake, wanaume huko Kenya, tuishi tukiheshimu mamlaka iliyopo. Tusitoe matusi kwa mamlaka iliyopo. Tuheshimu mamlaka zinazotuongoza sawa sawa na vitabu vya dini vinavyotuelekeza. Pia mimi napenda kutoa pongezi kwa Mama Samia Suluhu Hassan. Mimi kama mwanamke amekuwa msaada mkubwa na amekuwa kiongozi wa kwanza kuhamasisha na kutugea wanawake nafasi kubwa sana hapa Tanzania na kutupeleka sehemu mbalimbali. Tunaona kuna mambo ya scholarship anatusaidia. Kwa hatuwezi kwanza kutukana serikali yetu kwamba haifanyi kazi, kwamba ipo vibaya kiuchumi. Kusingekuwa na scholarship, kusingekuwa na hivi vitu vinavyoendelea, tusingekuwa na uchumi mkubwa tofauti na nchi nyingine. Ni hivyo tu. Asante sana. Shukrani sana ndugu mnenaji. Mimi naondoka na kauli yako moja kwamba sio vizuri kuwatukana viongozi. Sio vizuri kuwatukana viongozi. Na ndio maana tuko hapa. Kwa lengo la kukemea, lakini sio kukemea tu, bali angalau pia tuwafundishe Wakenya ni namna gani ya kuzungumza. Kwa hiyo nimeondoka na hiyo kauli yako mwanamama kwamba sio vizuri kuwatukana viongozi. Lakini pia nitoe wito kwa viongozi wa dini zote pale Kenya, Waislamu, Wakristo, whatever dini yoyote ile, ili mradi ni kiongozi wa dini pale Kenya, basi wawasaidie vijana wa Kenya kwamba watambue, lakini pia waheshimu mamlaka zilizopo. Nafikiri tunaweza tukazungumza kwamba sisi Tanzania tunaheshimu mamlaka zilizopo, tunaheshimu viongozi walioko madarakani. Yote hii ni kutokana na amani iliyoko. Na amani ikikosekana, ndugu zangu, amani ikikosekana, nafikiri nyinyi ni mashahidi, hatuwezi kuzungumza sana. Amani ikikosekana, kila kitu kinadorora. Kwa hiyo nitoe wito kwa viongozi wa Kenya wa kidini, wawasaidie vijana wao kuwajenga katika maadili, kwa sababu wanasema ibada njema inaanzia nyumbani. Nafikiri nyinyi ni mashahidi. Ibada njema inaanzia nyumbani. Wawafunde vijana wa Kenya, kwa sababu sisi sio kwamba tunaogopa vijana wa Kenya, hapana. Hatuwaogopi, la hasha, lakini tuko hapa kuzungumza kwa hoja, kwa sababu tumejengwa katika maadili. Na ndio maana sisi hatuwezi tukagombana hata siku moja, lakini tutawajibu kwa hoja. Kwa nitoe rai kwa viongozi wa dini zote pale nchini Kenya, wawafunde vijana wao, wawafunze vijana wao kuheshimu mamlaka, lakini pia kuheshimu viongozi walioko madarakani. Kwa sababu viongozi walioko madarakani, ndugu zangu, nyinyi ni mashahidi. Yaani uwezo ukawa tu kiongozi from nowhere. Mwenyezi Mungu ndiye kawaweka pale wale. Na ndio maana sisi kama Watanzania tunaheshimu maono ya viongozi wetu, hususan maono ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu
Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini pia na viongozi wote ambao wamechaguliwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa nitoe rai kwa Wakenya, nitoe rai kwa vijana wa Kenya ambao wamekuwa wakitutukania rais wetu kwamba iwe mara ya kwanza na mara ya mwisho, iwe mara ya kwanza na mara ya mwisho kututukania kiongozi wetu. Na sisi kama vijana wazalendo, sisi kama vijana wasomi ambao tunafaidika na boom, tunafaidika na fedha za kujikimu, yote hii ni kutokana na misingi mizuri ambayo imewekwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hatutavumilia hata siku moja ndugu zangu. Hatuwezi tukavumilia wala kukaa kimya. Vijana ambao tunapata fedha za kujikimu, maskini ambao tunasoma vioni kwa mkopo wa serikali bure kabisa, hatuwezi tukavumilia wala kuona Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu kipenzi, anatukana na Wakenya. Tumezungumza hivi, hatutazungumza tena ndugu zangu. Wakenya, jifunzeni kutoka kwa Tanzania. Wakenya, jifunzeni ni namna gani siasa za Tanzania zinafanya. Kama walivyozungumza wanenaji wengine kwamba Tanzania tuna vyama vya upinzani. Mmeona zile foara za mama zimefanya kazi. Maliziano, tumefanya maliziano. Na ndio maana hata viongozi wa upinzani leo utasikia wanafanya mkutano wa hadhara huku, wanafanya mkutano wa hadhara huku. Yote hii sio imekuja na misingi mizuri ambayo imewekwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na ndio maana hata wapinzani uwezo kasikia hata siku moja wakimtukana Rais wa Jamhuri ya Muungano matusi ya nguoni. Hata siku moja. Kwa niwaambie Wakenya wajifunze kufanya siasa za Tanzania, lakini pia wajifunze kuzungumza kwa hoja. Kwa sababu mwisho wa siku ukizungumza kwa hoja ndugu zangu, wewe ndiye ambao utaonekana una maana, lakini pia utaonekana ni kiongozi mzuri kuliko yule ambaye analopoka ili mradi onekana amefanyaje, amezungumza. Kwa nitoe rai ndugu zangu, lakini pia niwashukuru kwa kufika hapa na kukemea kile ambacho kinaendelea mitandaoni, na nafikiri Wakenya wametusikia. Na narudia tena, tutamlinda Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa wivu mkubwa sana. Na mwezi wa 10 panapo majaliwa 2025 waje wajifunze ni namna gani kampeni za Tanzania zinaendeshwa, ni namna gani uchaguzi wa Tanzania unaendeshwa kwa hali ya uwazi kabisa. Kwa niwashukuru sana ndugu zangu kwa kufikeni hapa. Karibuni sana. Asante sana.